Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu kwenye channel yetu ya tujifunze HTML kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza layout katika HTML. Kwenye video iliyotangulia tulijifunza maana ya layout, tukaeleza sehemu za layout, pia tukataja umuhimu na faida za layout. Okay, ikiwa wewe ndio video yako mwanzo kuweza kutufuatilia, inawezekana ikakupa ugumu kwa kiasi fulani. Hivyo basi, katika description nimekuwekea link ambayo itakuwezesha kuangalia video zote zilizotangulia. Okay? Sasa moja kwa moja kama tulivyoahidi katika video zilizotangulia kwamba tutakwenda kutengeneza layout hatua kwa hatua ili kumfanya kila mmoja miongoni mwetu aweze kutengeneza layout yeye mwenyewe kwa kutumia HTML na CSS bila ya shida ya aina yoyote. Okay? Sasa ikiwa tunataka kutengeneza layout, ina maana au inatubidi tuweze kufahamu zile sehemu kuu ambazo tunatakiwa kuzizingatia. Sehemu hizo tulizitaja katika video iliyotangulia ambazo ni sehemu ya header, nav, content, ya side pamoja na footer, hizi zikiwa ndio sehemu kubwa kabisa za layout. Na sisi leo tutaanza na sehemu ya mwanzo ambayo ni sehemu ya header. Hapa moja kwa moja tunaandika header. Hapa header. Ndani ya header tunakwenda kuweka kitu cha mwanzo ambacho ni heading 1. Heading 1 tunaandika jina ambalo tunataka hii layout yetu iweze kubeba jina hilo. Okay? Mimi nitaandika kama kawaida jifunze HTML kwa Kiswahili. Okay? Tukienda katika browser hapa kuangalia, tutaona nini kinachotokea. Okay, hiyo hapo jifunze HTML kwa Kiswahili. Tupo pamoja? Okay. Kama tuko pamoja sasa tunarudi tena katika faili letu na sehemu hii ndani yake pia tunaandika kitu kingine ambacho ni paragraph. Paragraph hiyo nitaandika neno web, alafu nitasema development, neno rahisi. Okay, rahisi, hatua kwa hatua. Okay, tukija tena katika browser hapa kuangalia, tutaona web development rahisi, hatua kwa hatua. Okay, baada ya hapo tutakuja katika sehemu hii ya head. Katika sehemu ya head hapa ya HTML tutaandika neno style. Maana yake ni nini? Maana yake tunaenda kuzistyle hiyo header yetu ambayo tumeiandika. Okay, style ndani yake, kwa sababu tunachotaka kukipamba au kukitengeneza kionekane vizuri ni hii sehemu ya header, tutaandika neno la header kama lilivyo header. Okay, hapo header. Baadaye tutafungua haya mabano. Ndani ya mabano tutaandika kile ambacho tunataka kipambe. Kitu cha mwanzo ambacho mimi nakiandika ni background. Okay, background. Hii hapa background ninayoitaka kwa siku ya leo ni linear gradient. Ndani ya mabano hapa mnaona hii sehemu hapa nitaandika to right, naweka koma, baadaye naanza rangi ya mwanzo ambayo itaanza na 0 A, halafu itafuatiwa na 4 B, mwisho nitaandika 6 8. Okay, hiyo hapo. Baadaye nika koma, naandika rangi nyingine hapa, alama ya reli, naanza na 0 8 8. Okay, 3 9 5. Okay, tukija katika browser hapa tukiangalia tutaona background tayari imepatikana ya ile layout yetu. Okay, kitu kingine ambacho tutakwenda kukifanya hapa katika hii style au katika CSS, tunakwenda kuyapa rangi yale maandishi yetu. Kwa utaandika tu hapa color iwe vipi? Mimi nasema iwe white. Rangi ninayotaka iwe white. Hapo
Turudi katika browser hapa, tukiangalia tutaona maandishi yamekuwa meupe. Tupo pamoja. Alafu narudi tena ndani hapa, nitaandika text align. Text align iwe wapi? Iwe center. Kwa nikija hapa katika browser nikiangalia maandishi moja kwa moja yamekuja katika sehemu ya katikati. Na kitu kingine itaandika ni padding. Padding hapa moja kwa moja anasema ngapi? Padding iwe 30 pixel. 30 pixel hii hapa tunaona. Tukija katika browser hapa, tukirefresh karatasi utaona jinsi gani ambavyo inaonekana. Okay, kwa leo tuishie hapo. Kama kuna chochote tujifunza katika video hii, na kuomba usiache kusubscribe, kulike na kushare. Tukutane katika video inayofuata. Asante sana, bye.